Ndio maana nilipokuwa naanza mwanzoni, nilianza na statement hii. Nilisema a reflection beyond celebration, kwamba watu wasikariri tu, watu wasizungumze tu kwamba siku ya wanawake tunaadhimisha, watu wanacheza, watu wanafurahi, watu wanaruka. Yaani wasifurahie tu, lakini nyuma yake kuna watu ambao waliumia, kuna watu ambao walighadhibika, kuna watu ambao walipigania haki zao. Leo hii leo siku ya wanawake ikatokea. Sasa katika hizo nadharia, zipo nadharia tofauti tofauti ambazo zinakubaliana na hiyo siku ya wanawake, lakini wapo wengine ambao hawakubaliani na hiyo siku ya wanawake. Nikianza na nadharia mojawapo ni gender equality theory. Hii nadharia yenyewe inazungumza namna ya usawa, na mtakubaliana na mimi, wanawake wamekuwa kikipigania sana hiki kitu cha usawa, lakini mimi kama mtaalam na sociologist nawaambia kwamba hiki kitu ni vigumu sana kuweza kufikia malengo. Hakuna usawa kati ya mwanaume na mwanamke. Siku zote mfumo dume ndio ulioanza kutawala, lakini mwanamke anapigana sana kwa uwezo wake kuhakikisha basi wanakuwa hapa. Lakini kubaliana kwamba siku zote mwanaume atabakia kuwa juu tu. Kwa hiyo ni nadharia ambazo zinakinzana katika gender equality. Mimi kama mtaalamu nimefanya research yangu na nikaona bado huu mfumo utaendelea kuwa juu tu, mwanaume bado anaendelea kutawala. Katika engo zipi? Utamaduni. Watu huwa waachagi utamaduni hata siku moja, lakini asili, human nature, nani aliyetangulia? Mwanaume atabakia kuwa mwanaume. Kwa hiyo kubishana na nature ni vigumu sana, na ndio maana kila mwaka nadharia zinaendelea kuzaliwa. Hiyo ni nadharia mojawapo, lakini kuna feminist theory. Hii wapo kundi kubwa sana la wanawake ambao wanaamini kabisa wanaweza kupingana na mfumo dume, na ndio maana wao wamejitenga. Feminist theory, hilo kundi la wanawake, kwanza wapo hawaamini katika ndoa, hawaamini katika kutawaliwa, hawaamini ambapo mwanaume anaweza akawaongoza. Wao wanaamini na wao wanaweza, na ndio maana wengi ambao wanaamini katika hiyo nadharia mpaka leo hii hawaamini kuhusiana na ndoa, mpaka leo hii hawaamini kuhusiana na patriarchal system, mfumo dume ambao umekuwepo, hawaamini kabisa. Na tunao wengi leo hii, ukizunguka mtaani watakwambia kitu kimoja, kwamba ndoa ni kwa ajili ya wanawake ambao wako submissive na kidogo wasiojielewa, ila wale wenye elimu, iwe diploma, iwe masters, iwe cheti, iwe PhD, huwa wadumu hata siku moja katika ndoa, na ndio hao wanaingia kwenye feminist theory. Lakini tunayo pia nadharia nyingine, Karl Marx kwenye conflict theory. Wanawake mpaka leo hii wapo katika mapambano kushindana na wanaume mpaka leo hii, na hayo mapambano hajawahi kuisha. Wanaamini ipo siku wataishinda hii vita. Kwa hiyo zipo hizo nadharia ambazo watu wanakubaliana na hiyo siku, lakini wapo wengi sasa ambao hawakubaliani. Naomba nistaje kwa uchache wake ambao hawakubaliani sasa na hii siku ya wanawake duniani. Moja, wengi wameichukulia hii siku kama sherehe. Je, maadhimisho ya siku moja yanatosha kuelezea kina na matatizo ambayo anapitia mwanamke? Mbili, wengi wameichukulia hii sherehe kama biashara. Ifike hiyo siku, washone batiki, washone vitenge, waviuze, washerekee wani. Lakini hatumkomboi mwanamke kifikra, hatukomboi mindset yake, hatutathmini yale anayopitia. Akati tathmini za dunia zinaonyesha kwamba wanawake ni moja ya kundi ambalo linapitia unyanyasaji, ambalo linapitia ukatili wa kijinsia kwa ujumla. Hatutathmini, lakini tumeiweka kama sherehe, na ndio maana nikasema reflection beyond celebration.